kumekucha sasa. Waswahili wanasema hayawi sasa yamekuwa. Na 9, tuamke asubuhi na mapema kwenda kukipigia Chama cha Mapinduzi kula nyingi za ndio na za heshima, ili ndiye kiendelee kuongoza kwenye kata ya Chipaka, kwenye jimbo la Tunduma, lakini na Tanzania kwa ujumla. Kiongozi yoyote tunampima katika mambo makubwa matatu, katika kukabiliana na maadui watatu ndani ya taifa letu, ambao Mwalimu Nyerere, rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alisema wazi kabisa kwamba katika taifa letu tuna maadui wakubwa watatu. Adui wa kwanza alisema ni ujinga, adui wa pili akasema ni umasikini, na adui wa tatu akasema ni maradhi. Chama cha Mapinduzi tumekipima ndani ya miaka 5 dhamira yao ya kweli katika kukabiliana na maadui watatu ndani ya mji wetu wa Tunduma. Jambo la kwanza, katika kukabiliana na adui namba 1 ambaye ni ujinga, tumekiona Chama cha Mapinduzi kikifanya makubwa ndani ya mji wa Tunduma. Kwa mara ya kwanza Tunduma imeandikwa historia kwa kumiliki shule za ghorofa. Piga kelele kama wewe ni Mtanzania bwana. Haya yote ni jitihada kubwa ambazo zinafanywa na Chama cha Mapinduzi katika kukabiliana na adui namba 1 ambaye ni ujinga. Tumeona dhamira ya dhati ya Chama cha Mapinduzi kuhakikisha adui huyu anamuondoa ndani ya mji wetu wa Tunduma. Na kwa hatua hiyo tumeona shule nyingi zisizokuwa na idadi kuanzia msingi mpaka sekondari tumeona zikiongezeka kwa kasi ya ajabu ndani ya mji wetu wa Tunduma. Na kama wewe ni mwana Tunduma, piga kelele bila wimbo bwana. Lakini adui namba 2 ni maradhi. Tumeona jitihada za wazi ambazo zimefanywa na viongozi wetu mahiri, kaka yangu Shombe, David Silinda na Daktari Samia Suluhu Hassan. Katika swala la kukabiliana na maradhi, tumeona ongezeko kubwa la vituo vya afya ndani ya mji wetu wa Tunduma. Lakini tumeona hospitali ya wilaya, tumeona zahanati zikijengwa kila mahali. Hizi ni juhudi kubwa na jitihada ambazo zinafanywa na Chama cha Mapinduzi katika kukabiliana na tatizo kubwa na mdadui namba 2 katika taifa letu ambaye ni maradhi. Na kwa kwenda mbele zaidi, tunaona wazi kabisa katika takwimu za afya namna vifo vya mama na mtoto ambavyo vimepungua ndani ya taifa letu, lakini na mji wetu wa Tunduma. Kwenye takwimu za kitaifa zinaonyesha kwamba kila mwaka kwenye vizazi hai 100,000 vifo vilikuwa vinakuwa ni 504. Lakini sasa tunaona kwa jitihada kubwa ambazo zimefanyika na Chama cha Mapinduzi kwa kuongeza zahanati, vituo vya afya, hospitali za wilaya na mikoa, tunaona vifo vya mama na mtoto vimepungua sasa kutoka 504 kufikia 104 kwa vizazi hai 100,000. Piga kelele kama wewe ni Mtanzania. Hizi ni jitihada kubwa ambazo zinafanywa na Chama cha Mapinduzi katika kukabiliana na adui namba 2 ambaye ni maradhi, si ndio? Kama wewe ni Mtanzania, hakuna sababu ya kukinyima Chama cha Mapinduzi kula za ndio za heshima na za kishindo tarehe 29. Lakini kwenye swala la kukabiliana na umasikini, tumeona jitihada kubwa ambazo zimefanyika. Na nyinyi wana Tunduma wote ni mashahidi. Mheshimiwa Rais ameteremsha mbolea za ruzuku kila mahali. Sasa hivi hata mwananchi wa kawaida ananufaika na pembejeo za ambazo zimewekwa ruzuku kwa bei nzuri kabisa. Hizo ni jitihada kubwa za kukabiliana na umasikini. Lakini kubwa zaidi kuliko ni amani ya nchi yetu. Amani ndio kipaumbele chetu. Amani ndio kila kitu chetu. Amani ndio maisha yetu. Amani ndio afya yetu. Amani ndio elimu yetu. Amani ni yote katika yote. Na kama wewe ni Mtanzania na unapenda amani, piga kelele bila wimbo kabisa. Maana hapa ni kwa sababu nchi yetu ina amani. Lakini tuna mambo machache ya kusema juu ya amani. Wako wengi wanapiga kelele sana hapa na pale kuhamasisha maandamano. Wengine wanasema tarehe 29 wataitumia kwenda kuandamana badala ya kwenda kupiga kula. Nisikilize Mtanzania na mwanachipaka uliopo hapa. Thamani ya kitu chochote huwa haionekani kama unacho. Umevaa shati hapo, mama yangu umevaa gauni, huwezi kuiona thamani yake kama unalo. Likipotea ama likiibiwa, ndipo unapojua kwamba lilikuwa na thamani ya kiwango gani. Wakati amani tulionayo Tanzania, yako mataifa wanatamani na wengine wamekuja kuishi kwenye nchi hii
piga kelele bila wivu bwana. Lakini leo nataka niwaambie wazi kabisa, wako baadhi ya Watanzania hawajui hizi kelele zinazoendelea mitandaoni, na kwa bahati mbaya wengine wamedandia bila kujua mhamasishaji ni nani. Hivi leo baba umevaa shati, umevaa suruali, umepiga na kiatu, familia inakutegemea nyumbani. Mange Kimambi anataka kuhamasisha na kuisukuma akili yako itumike vile anataka. Hivi inakaa kweli? Inakaa sawa jamani? Yaani wakati familia inakutegemea, kuna bidada mmoja na kuendesha kama gari lililokosa mwelekeo. Nisikilizeni wa Tanzania, kwa bahati mbaya wengi wao wanaohamasisha maandamano kwenye nchi yetu, wanaohamasisha machafuko tarehe 29, wengi wao wana uraia wa nchi mbili, na wengi wao wana sababu nyuma ya pazia ambayo imejificha. Watanzania wengi hatuwezi kuiona kwa haraka. Sasa leo nataka niwaambie makundi ya watu wanaohamasisha ni makundi ya namna gani. Kundi la kwanza ni la Watanzania wenzetu ambao nchi za nje. Wengi wao wana uraia wa nchi mbili. Watoto wao, wake zao, waume zao, familia zao hawako Tanzania. Na ili waendelee kupata uhalali wa kukaa huko, ni lazima Tanzania kuwe na machafuko. Sasa wanataka kututumia ili kuwapa uhalali wa kuendelea kubaki huko. Maana huko hawakai bure, wamekaa kimkakati, wanalipwa, wanahudumiwa na hizo nchi. Sasa mimi na wewe mwana Tanzania, kwa nini tufanyike kama chambo kwa ajili ya watu wachache ambao wanatumika kwa maslahi yao binafsi? Lakini kundi la pili ni la watu wasiotutakia mema Tanzania. Amani ya Tanzania inawavuruga. Huko wakati wanatamani kupenyeza mipango yao inashindikana kwa sababu ya amani iliyoko Tanzania. Na hao wanataka kututumia sisi wenyewe wa Tanzania ili mwisho wa siku tuwanufaishe. Hivi wewe Mtanzania mwenzangu uko tayari kwa hilo? Lakini kundi la tatu ni la Watanzania wenzetu ambao wengine wanahusika na biashara ya majeneza. Mimi sitaki kufika huko. Kwa nini wanahusika kwenye hili? Wewe mwenyewe changanya na za kwako. Ni kwa nini? Ngapi mnasema tarehe 29 mtakwenda kumpigia kaka yangu Shombe kula za ndio na za heshima ili aendelee kuwa diwani wa kata hiyo Chipaka kwa ajili ya maendeleo ya wanachipaka? Nyanyua mikono namna hii kama hauna wivu. Na kwa bahati nzuri Shombe nimefanya naye kazi ndani ya halmashauri ya mji wa Tunduma. Ni kijana mchapa kazi kweli kweli. Anapiga kazi kweli kweli. Linapofika swala la wanachipaka, yuko tayari mumwache peke yake, lakini asimame na wanachipaka, awatetee na awapiganie ili mwisho wa siku maendeleo yaonekane. Piga kelele kwa Shombe basi. Lakini mtu wa pili ni mwamba wa Tunduma, kaka yangu David Ernest Silinde, kiboko ya wapinzani huyu. Anapiga kazi kweli kweli. Na kwa bahati nzuri tangu ameingia madarakani, mji umetulia kweli kweli. Vijana wanafanya kazi kwa amani. Wakina mama wanafanya biashara kwa amani. Hakuna mtu anabuguziwa tena. Hiyo ni kazi kubwa iliyofanya na David Ernest Silinde, kiboko ya Wanatunduma. Sasa nataka mnithibitishie, ni wangapi mnasema tarehe 29 mtakwenda kumpigia kura za ndio na za heshima ili aendelee kuwa mbunge kwenye jimbo hili la Tunduma? Nyanyua mikono namna hii mimi niwaone. Kwa bahati nzuri mpaka sasa bado hatujapata mbadala wake. Kazi alizozifanya tutamheshimisha tarehe 29. Lakini mtu wa tatu na wa mwisho ni mama yangu kipenzi Daktari Samia Suluhu Hassan, mama mchapakazi mwenye mapenzi ya dhati kwa Wanatunduma na Watanzania kwa ujumla, mama kiunganishi, mama mwenye upendo. Na alipokuwa rais, wengi wao walikimbia nchi, lakini baada ya kuwa rais, jamani, si walirejea nchini? Kwani mmewasahau? Si ni kweli jamani? Si walirejea nchini? Mama akamwambia rudini tuijenge nchi. Huyu ni mama kiunganishi. Na hizo ndio kazi za mwanamke. Mama mpenda watu, mama asiyekuwa mbaguzi. Sasa kama utaenda kumpigia kura tarehe 29, nyanyua mikono namna hii mimi nikuone bila wivu. Lakini kubwa kuliko yako mambo makubwa ambayo mama ameyasema. Mama amesema wazi kabisa kwamba baada ya yeye kuwa rais, kwenye siku zake 100 za mwanzo atahakikisha matibabu yanakuwa bure kwa wagonjwa wa saratani, kwa wagonjwa wa figo na wagonjwa wa sukari. Piga kelele kama wewe ni Mtanzania. Lakini mama amesema baada ya yeye kuwa rais, amesema matibabu yatakuwa ni bure kwa wazee, watoto na watu wenye ulemavu. Kama wewe ni Mtanzania, piga kelele bila wivu. Yako mambo mengi ambayo mama
kuyazungumza, lakini muda sio rafiki. Tutarudi tena hapa tukipata nafasi ili tuweze kuyazungumza. Kama wewe ni Mtanzania na tarehe 29 utaamka asubuhi na mapema kwenda kupiga kura, nyanyua mkono namna hii mimi nikuone. Chipaka! Mtazamaji wa J Online TV, ili uwe kwanza kupata habari kutoka JTV, subscribe kisha like, halafu bonyeza kengele hapo chini ili uwe wa kwanza kupata taarifa pindi habari mpya inapokuwa imewadia.